sisi raia wenyewe tunapaswa tujikomboe. Kama tunapendana sisi wenyewe kwa wenyewe tutapenda nchi, na kama tutapenda nchi hatuwezi kuiuzisha. Diplomasia na siasa ya Kongo iwe ni diplomasia ambayo itakuwa kwa faida ya raia. Tulikala miaka 2 na corona. Gisi alikuwa anatafuta ava hii kazi na ndio ataendelea kutafuta. Murundi anapofika kwao Burundi pale halipi dola 15, analipa 15,000 ya Marundi ambayo ni pesa kama dola 5, na anafanya siku 14 yuko anatembea. Sasa sisi ndio wameonea tu, wanasema dola 15. Nakwambia ni hatari wa kizazi kipya. Ilikuwa ni miaka mingi, hatujui wapi kwenye tutakuwa napata habari za kweli. Yaani misao ya boke, misao ya bene. Ila misao hii ungwa nitenda yes. Tena misao yenye manaka habari zenye ziko live. Huko nasikia na unaona. Nakwambia wewe mwenyewe unahangaika kutafuta habari za kunyumba. Uvira, Fizi, Makobola, Baraka, Swima, Ole, Mboko, nafasi zote zenye unajua. Usihangaike tena kuangalia TV zingine zenye zina habari za ukweli. Fata sasa AC Company TV. Chaguo la wengi, manake sababu esoborchi abatumanga. Kila mtu ale mwilelela pate msao wangeni. Habari yenye iko kweli. Angalia ku AC Company TV. Chaguo la wengi, utapata habari yenye ngali vierge, habari yenye iko sawa. Hata mimi wa kizazi kipya niko naingia pale kwa nebolole. Usisahau kusubscribe hii channel juu uwe napata kila mara habari zenye ziko mzuri. Na director wenu mkali unomwana na bwenge ono Abema Charles, nakwambia nakuletea kila mara bia mbesi no. Usanga meshi na baete yalunusuku taile yalunusuku na habari zenye ziko sire zenye ziko ukweli. AC Company TV, chaguo la wengi, ibolingo. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa AC Company TV, chaguo la wengi. Leo tarehe 27 mwezi wa 6 2022 tumeamka katika ile takwimu ya kusema kwamba kuna ile hali ambayo shirika la kiraia imetangaza kwamba hakutakuwa mkongomani yoyote kuamka na kuvuka Burundi katika hali tu ya kujishughulisha katika maisha yake ya kawaida, na pia hakutakuwa watu wa Burundi kuvuka kuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mpaka wa Burundi pamoja na Kongo kupitia Uvira. Hiyo ni tamko iliyotamkwa na shirika la kiraia, na leo asubuhi kiukweli kama unavyoangalia tumeamkia kuangalia mazingira katika boda ya Kongo na Burundi. Hali iko kama unavyoshuhudia, hakuna pikipiki ambayo inaleta wateja wa kwenda Burundi na hakuna gari za kwenda Burundi. Pia tutatafuta kupata nafasi ya kuangalia, tuzungumze na baadhi ya watu ambao wanatumia njia hii au wanatumia boda hii ili kutuambia hali ikoje. Na hapa tumekutana kwanza na mmoja kati ya wana shirika hili la kiraia ambaye anaweza kutuambia hali ikoje muda kama na huo. Ndio, mimi naitwa kwa jina la Fredy Mdeba, ninakuwa secretary executive provincial wa shirika jipya la kiraia Sud Kivu. Asante kabisa, kama gisi unavyosema, sisi kama shirika jipya la kiraia tumeandaa activite ya kukataa dala 15 ya test COVID ambayo inakuwa ikilipwa hapo Burundi, na tumeandaa hii activite leo. Tumeanzisha hii activite a partir ya le 27 na watu kameme wameshimia, na tumekataa hakuna kuvuka Burundi, hakuna kutoka Burundi akuye huku kwetu Kongo, kwa kuonesha gouvernement congolais va prendre conscience na gouvernement Burundi pour que bafanye ma négociation ili swali lipate kufika kwa mwisho. Ndio maana unaona hakuna gari inapita, hakuna moto inapita, hakuna bajaji inapita, c'est-à-dire ni circulation ya migulu tu ndio yenye iko nafanyika. Tuangalie sasa hapa Kilomoni, wewe umefika hapa na uko hapa. Ndio. Tofauti na sehemu zingine, unaona hali iko watu wanatembea kwenda Burundi au
unasema nini? Tangu asubuhi kabisa daera, acha tulete shukrani kwa watu kwa sababu wametuelewa. Tangu asubuhi tuko msirculation kuanzia ku frontiere mpaka ku rompwe, hakuna mtu ambaye anavuka, hakuna kutoka Burundi anakuya. Tunashukuru raia kwa sababu wameelewa, na wameelewa ya kwamba ni sisi raia wenyewe tunapaswa tujikomboe. Hatutachunga mtu ambaye atakia tukomboa, kwa sababu hili swali la test COVID ni tangu zamani watu wanahangaika, tunahangaika, tumepiga yowe, tumeandika barua, lakini serikali yetu haikuleta suluhisho. Tukasema keno sisi raia tunapaswa tukamata maamuzi sisi wenyewe tu kwa kupinga hili swali. Ndio maana leo sisi tulikamata maamuzi na watu wameelewa, na wameelewa ya kwamba tunapaswa tujikomboe sisi wenyewe. Ndio maana unaona circulation hakuna kuenda Burundi, hakuna kutoka Burundi akuye kwetu Kongo. Huyo alikuwa ni mmoja kati ya wanashirika la kiraia ambaye ni mwandishi. Pia tutapata nafasi tu ya kumpokea au tuzungumze na makamu wa waendesha magari za Uvira kwenda Burundi, ambaye nitakuwa ni kiongozi wa madereva wote. Huyu hapa ana haya ya kuzungumza. Tulikala miaka 2 na corona. Hakuna shoferi aliyefariki na njaa, na hakuna shoferi aliyezofika zaidi. Gisi alikuwa anatafuta ava hii kazi, na ndio ataendelea kutafuta. Na kwa wakahaji ambao wanataka kwenda Burundi leo, magari zenu haziko barabarani. Kwa kweli watusamee. Ni faida yetu sisi nao. Ni faida yetu sisi nao. Juu ili mradi barabara ikiwa wazi tutaneemeka sisi wote. Watusaidie tu. Jambo la mfumbe watusaidie. Mwenye anadala 10 avuke Burundi na arudi. Mwenye anadala 5 avuke Burundi na arudi. Tukiachana na swala nzima la kuzungumza katika barabara hii, ambayo hii barabara unayoangalia hapa ndio barabara inatoka Uvira kuelekea mpakani. Ni barabara ambayo bado ina vumbi nyingi kama unavyoangalia, lakini tutafute basi mkurugenzi au niseme katibu mtendaji wa shirika hili la kiraia, ambaye tutapata exclusive interview ili tupate kujua mengi zaidi kutokana na hali hii ya tarehe 27 mwezi wa 6. Mgomo huu baridi utadumu mpaka miaka mingapi au miezi mingapi au siku ngapi? Na je, hali halisi ya kuangalia wakahaji wanaotumia njia hii ya kwenda Burundi au mpaka huu kwenda Burundi wataishije siku hizi ambazo wao wametakwimu kwamba hakuna kuvuka kwenda Burundi? Pia tutapata nafasi ya kuzungumza naye nini hasa sababu ya kufanya kila siku wakongomani ndio wawe wengi kuvuka kwenda Burundi. Kwa nini wasikae tu wakisema kwamba tuishi nyumbani ni nyumbani? Huyu hapa ni Andre Biadunia. Mimi kwa majina ninaitwa Andre Biadunia, ninakuwa kiongozi wa shirika jipya la kiraia ambalo linapatikana upande wa Kivu ya Kusini. Vizuri sana. Tumepata ujumbe wa shirika la kiraia kwamba mumeomba watu na wale ambao wanazoea kufanya trafiki ya kutoka Uvira kwenda Bujumbura, wa Bujumbura kuja hapa Uvira, au wakongomana na kuishi hapo Kongo kwenda Burundi na Warundi kuja huku, mmekataza watu wasifanye hivyo. Ili imetokana na nini? Hatukukataza watu wasifanye kazi zao, lakini tumesema tu tusaidiane sisi pamoja na serikali. Kama sisi kama shirika ya kiraia tunakuwa wale wanaita katika Kifaransa wa partenaire. Yaani tunakuwa watu ambao tunatumika na serikali. Nafasi ambako serikali anafanya kazi nzuri tunapiga mikono, na nafasi ambako serikali anashindwa kufanya kazi hatuwezi kupiga mikono, tunalalamika. Na tangu mwaka wa 2019 kulikuwa tatizo ya janga la corona ambalo lilianzishwa sijui Ulaya, na wakakuja wakasema Afrika nako kunakuwa magonjwa. Na tangu pale walianza kulipisha watu $100 kwa kusema upite wende Bujumbura na utoke Bujumbura uje Kongo. Na hiyo hali ileta tatizo, taharuki kabisa, kwa sababu watu hawakujielewa. Unajua Kongo watu hawana makazi, watu wanaishi na ile maisha kidogo kidogo ya kujitafuta. Mtu anaweza kwenda Bujumbura analeta lenga, analeta nyanya, Murundi anaweza toka pale anakuja kwetu naye anakamata biashara kidogo kidogo anarudi pale. Lakini nilikuja kueleweka kwamba katika mahusiano kati ya nchi ya Kongo na DRC na Burundi, mahusiano ni madogo sana. Kwa nini? Kwa sababu sisi tulipotoka kwenye $100 tulienda kwenye $5, na ile $5 30 katoka 30 kaenda kwa 5.
Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa inasemeka kwamba kila mkongomani ambaye atavuka Bujumbura alipe ile pesa. Ilikuwa ni mkadri ya kuzuia watu wasivuke sana Burundi, wasilete magonjwa kule, na Warundi wasije kwetu walete magonjwa. Lakini kufuatia na gisi hali iende na pumzika kidogo kidogo, inapunguka, ilionekana kwamba yale magonjwa yameisha. Na wakati magonjwa yameisha, sasa tunaeneza miezi 8. Hatujasikia mgonjwa ambaye ameshikwa ana coronavirus upande wa Kongo na upande wa Burundi. Na wakati ilifikia pale, ilibidi serikali yetu na mashirika ya kiraia ambayo tunaisimamia kujiendesha kabisa na kufanya tunaita plaidoyer, na Burundi akaelewa kwamba magonjwa ya maisha na Kongo yameisha. Burundi akaweka kwenye dola 5, kwenye Kongo akaweka kwenye dola 5, lakini Burundi kasema mimi kuingia kwangu unapaswa lipa dola 15, na unaingia tu, unapoingia yanakwisha. Hata kama unaingia unafika pale Gatumba umesahau sijui kitu gani, unapotaka tena kurudi hapa kuja kukamata kile kitu pale kwenye boda, wanakuambia ulipe tena dola 15. Na ile hali ilisumbua raia, kwa sababu najua tunakuwa na aina mbili ya raia. Tunakuwa na wale raia ambao wanakuwa na pesa nyingi, na tunakuwa na raia ambao hawajiwezi, wa maisha ya chini kama sisi, ambao tunaishi na mabiashara kidogo kidogo. Na mara nyingi unakuta kwamba Kongo inakuwa ni nchi ambayo haiwekezi kwa ajili ya wale watu wadogo wadogo, lakini najiwekeza kwa ajili ya wale watu ambao washakuwa na pesa. Kongo ikasema dola 5, lakini Burundi ikasema dola 15. Sasa ilikuja kufahamika ya kwamba mbele ya corona watu ambao walikuwa wanavuka kutoka Kongo kwenda Burundi walikuwa wanakuwa yapata 8,000, 9,000 wanavuka Burundi, Warundi wanakuja. Ile movement pale ku frontiere watu walikuwa wanavuka sana kutoka huku kwenda kule, na kutoka Burundi kuja huku. Watu 8,000 walikuwa wanavuka kwa siku moja. Lakini kuja kueleweka kwamba tangu corona ilikuja, sasa kabisa ni watu 800 ndio wanavuka tu. Ujiulize sasa, watu 800 na watu 800, ile 7,200 yote, yani ni watu wanaishi nyumbani, hawatoki, watoto hawasomi, watoto hawali vizuri. Unaona? Sasa hiyo ndio imetugusa sisi kusema kwamba ni tatizo ya dola 15. Hata kama ingekuwa 15, lakini wanatuambia hapana, hii 15 mtavuka siku 30. Utavuka, utafanya mwezi mzima huko navuka, haingekuwa tatizo. Lakini enda kutanika kwamba wanatuambia Burundi unalipa dola 15, lakini unafanya siku moja tu. Ukavuka ukarudi, pesa zinakwisha. Kesho tena dola 15. Ikakuwa mpaka na impact kusoko. Mtu analeta lenga ambayo angifungia dola sijui 100 francs congolais, anafungia 200 francs congolais. Na mimi ambaye ninaenda sokoni, hata kama sivuki Bujumbura, ninasikia kwamba yamenigusa. Ndio maana tumeomba kwamba serikali itusaidie. Tumeanza haiko leo, tuliandika barua tangu tariki 13 ya mwezi wa 6. Tukaambia serikali tusaidie, waone kama wanaweza kuzungumuza na wenzao wa Burundi. Diplomasia na siasa ya Kongo iwe ni diplomasia ambayo itakuwa kwa faida ya raia. Tulisikia rais alikuwa pale, wakatuambia watu ambao walikwenda kumsalimu, alisema yale mambo yatakwisha, lakini yapata miezi 2 hatukuona kitu. Ndio maana tumesema sisi kama mashirika ya kiraia hatuwezi kunyamaza na watu wanaendelea kusumbuka. Tumeomba mambo mawili tu. Jambo la kwanza ambalo tunaliomba ni kusema kama Kongo siasa na diplomasia wanashindwa kuelewana na Burundi, ili Burundi teremshe bei kwa dola 5 na itupatie siku 14 ya kutembea, sawa, hakuna shida. Serikali ya kwetu na yenyewe itie dola 15 kwa kila Murundi ambaye anakuja kwetu. Anapokuja tu, akirudi kesho akija tena dola 15. Kama itakuwa hivyo, itakuwa tumefanya mambo mazuri, na Burundi atarefleshiri mbali na kusema kwamba acha na mimi niteremshe bei. Sasa tumempatia serikali tangu tarehe 13 mpaka leo serikali haikutingizika. Ndio tulisema basi leo tusiende kwanza Bujumbura, ili serikali ya Kongo itingizike, ikumbuke kwamba hapa kuna watu, na watu ambao wako hapa wengi wao ndo wanaishi na ile pesa kidogo kidogo ya kujitafuta namna gani ya kuishi. Na ndio maana tumesema leo hakuna kazi ya kwenda Burundi. Huko naona gari zinapita, bajaji zinapita, moto zinapita, ni bajaji za Kilomoni. Hatuwezi ukatalia mtu ambaye anatoka Korompwe kwake ni Kilomoni asiende, haiwezekani. Lakini tunakatalia tu wale watu wa kwenda Burundi wasiende tena, wale wapane dola 15. Labda Burundi na Kongo watazungumuza, walete suluhisho, na tuangalie kama raia inaweza kupumua ingawaje kidogo tu. Hiyo ndio maana tuko hapa leo, bwana mtangazaji. Nashukuru sana kwa mafasilio yako, lakini labda nikusie jambo moja hivi. Kulitoka ujumbe wa meya wa jiji kusema kwamba hii hali ya siku ya leo haipo kabisa
serikali na serikali haiungi mkono hili swala, kwa sababu alikumbusha kwamba COVID ilianza kwa dola 30 kama nilivyosema. Serikali kaingilia kati, ikaongea na serikali ya Burundi, wakashusha mpaka 15 ikawa ya kwenda tu na unarudi inaisha. Wakaingilia kati serikali, ikawa unalipa dola 15 unafanya siku 14. Sasa leo ile 15 inafanya kazi, watu wanaenda tu wanarudi, lakini mmeamua kufanya hii swala la kusema kwamba mara hiyo hakuna basi hata wakwenda kulipa ile dola 15 hakuna, na hakuna atakayevuka Burundi wala Burundi kuja huku. Sasa vipi hapa shirika la kiraia na masuala ya ujumbe wa serikali, kwa nini hamkuheshimu ule ujumbe? Nitasaisha kidogo hapo kwenye meya amesema. Unapoenda Burundi ufanye siku 14 na ile test COVID ya Burundi. Kwanza kuna tatizo. Yafaa tujue ya kwamba mtu anapofika kwenye boda ya Kongo anapimwa, anapana dola 5. Anapovuka Burundi anapimwa tena, anapana dola 15. Ujiulize, yule ambaye amepana yale madawa ya kupima kwenye Kongo na kwenye Burundi ni mtu mmoja, ni OMS, ni organization moja tu. Sasa kwa nini Warundi wasikubali test yetu kwamba ni halali? Kwa sababu tunaona tukifika Kamanyolo kuenda Bukavu, unapopimwa Kamanyolo unavuka Rwanda hawata kupima. Je, hapo mtu anapotoka Burundi anapofanya test ya COVID anapokuja Kongo anapimwa tena au anapimwa na yeye? Kwa sababu Warundi walitufunza kwamba yafaa kupima. Lakini anapokuja kwetu sisi anapimwa pale Kongo, analipa dola 5, anakafanya siku 14 yuko natembea, anafanya kazi, anatoka Kongo Burundi siku 14. Lakini kwetu sisi unalipa 5 Kongo, unabakiana ile karatasi unafanya siku 14, lakini unapovuka Burundi unalipa 15, unafanya ile kuingia tu pesa zinaisha. Ina maana mnataka kusema kwamba kuna uonevu hapa? Hapa ndo kuna uonevu. Hapa hatuelewi nini kinaendelea. Wanalipa 15 Wakongomani, Warundi wanalipa 5. Ina maana mfano wakisema kama watie wote moja, ina maana 15 hali itakuwa sawa? 15 itakuwa sawa, lakini kwa Wakongomani Kongo itabakiza kwenye dola 5 kwa sababu Burundi anapofika kwao Burundi pale halipi dola 15. Analipa 15,000 ya Marundi ambayo ni pesa kama dola 5. Na anafanya siku 14 yuko anatembea. Sasa sisi ndo wameonea tu, wanasema dola 15. Ndio maana tumesema ila haitawezekana. Wakamate mfano wa Rwanda tunalipa dola 5 na unaingia unafanya siku 14 unatembea huko unapita, lakini kwetu Burundi hapa ni majirani, hakuna mtu atusepare na Burundi. Tuko majirani na tunapaswa kuishi kwa ujirani na kuchukuliana. Nchi ya Kongo wengi hapa Uvira wanaishi kwa ajili ya lenga na mambo kidogo ambayo inakuwa Burundi. Sasa wanapobania watu vile ni kwamba wanatutesa sisi raia ambao tunakuwa raia wadogo. Ndio maana tusema tupane kabisa ile tunaita message 4 kwa serikali ya kwetu ili ione nini ya kufanya. Leo tunashinda nyumbani, kesho tutashinda nyumbani, kesho yake tutashinda nyumbani, ili tuone nini serikali itafanya, kama kweli tunakuwa na diplomasia ambayo inajikubali na kama tunakuwa na siasa ambayo inakuwa kwa faida ya raia wetu. Sasa tutakaa nyumbani mpaka wakati gani kiongozi? Leo tunakaa nyumbani na kesho na siku ya 3 tunafanya ile tunaita evaluation. Tutaikaa na watu ambao wanavuka Burundi, wakisema tuache tunaacha, lakini wakisema tuendelee sisi tunaendelea tu. Sisi tunadependre na raia, si mambo ya Andre ya dunia. Mimi siendagi Burundi, lakini ni mambo ya raia wote. Wakiamua hapana tuache, tunaacha. Wakiamua tuendelee, hata mwezi mzima tutaifanya. Tunashukuru sana kiongozi, labda kwa mafasirio yako ya kuhusu siku hii ya leo. Sasa labda ulisema jambo moja hapo kusema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mwenzake rais wa Burundi walikutana katika jiji la Bujumbura, na federale wa UDPS hapa jijini Uvira alikanusha kwamba kwenye agenda ya mazungumzo ya rais hao wawili kulizungumzia swala la mpaka Kongo na Burundi, na yapita miezi 2 sasa hivi. Wewe hili swala unalifikiriaje? Kweli walizungumza na agenda ilikuwaje? Hakuna mtu alikuweko. Swala kama hilo ni swala ndogo sana ambalo aliwezi kumshinda rais wa nchi. Mimi sikuweko, yule federale hakuweko na watu wengine hawakuweko. Walikokutana tujui nini wamezungumza. Na mimi naamini kwamba hawakuzungumza kwa sababu ingekuwa wamezungumza kama tumeshaona matokeo. Hawakuzungumza kwa sababu serikali ya Kongo si serikali ndogo. Tunajua nini tunachukuliana Burundi na Kongo. Na kama rais angekuwa amezungumza miezi 2, hapana. Na kama amezungumza haya tunampatia ile tunaita benefit de doute.
tunasema okay, amezungumza, sisi tunamshindikiza tu. Kama alikuwa amesahau, hasa tunamkumbusha leo. Yaani hapa tunajua kwamba hizi ambayo mtafanya interview hapa mtaituma Kinshasa, naye aone, mtatia mitandaoni aone kwamba raia wa Uvira, Bukavu, Plaine de la Ruzizi yote na Fizi wanalalamika kusema kwamba ile coronavirus imesumbua watu. Na kama rais alizungumzia na akapata neno la mwenzake wa Burundi amkumbusha, mwambie ndugu wenzetu wa Kongo wanalalamika namna gani tutateremsha, na kama hakuteremsha ile ni nchi inakuwa souverain. Na hapo ndo ningetaka kupana mwelekezo kidogo. Kuna watu wako wanasema tunajiatakia ku Burundi. Hakuna mtu anajiatakia ku Burundi. Hapa sisi kazi ambayo tunaifanya ni kukumbusha serikali yetu tu kwamba kazi ambayo wanapaswa kuifanya ni kazi ya raia. Na hatuwaambii waende ambia Burundi ateremushe. Hapana, waamke tu asubuhi na wanasema haya, tumepandisha na sisi $15 kwa kila Murundi kuingia Kongo. Na tunaacha $5 kwa Mkongomani kuingia Burundi wala kuingia Kongo. Ile tu Warundi watatingizika, siku 3 watateremusha, haitakuwa tatizo. Sisi hapa ni societe civile, hatuna silaha mkononi. Hatuna bunduki, hatuwezi kupiga mtu kwa nini umepandisha. Kazi yetu ni kulalamika, na ndio tunaweza kulalamika ili serikali ikumbuke kwanza iliahidi watu kwamba watapunguza ile bei. Na kama haikupunguka, yaani serikali ni ubovu wake. Nikinukuu maneno yako, ni maana unataka kusema kwamba hali hii ambayo inatokea kuanzia siku ya leo haihusu kabisa masuala ya nchi yetu na Burundi, wala mnalalamikia nchi ya Burundi. Nacholalamikia ni serikali ya. Na hapo ndo nimetaka kabisa kuhakikisha. Sababu kuna hizi tetesi kwamba shirika la kiraia linaanza kuvuka mipaka. Ina maana kweli tunalalamika au mnalalamika kwa swala nzima la serikali yetu? Sisi kabisa, mtu akikwambia katika barua yetu ambayo tumeiandika, nikikuonesha hiyo kwenye simu yangu, hakuna nafasi ambayo tumeandikia hata kiongozi mmoja wa Burundi. Kiongozi wa Burundi ambaye tumeandikia ni ambasaderi wetu ambaye anakuwa pale Bujumbura. Tumemwandikia tufikishie kibarua serikalini Kinshasa. Lakini sisi hatuna, societe civile ya Kongo haiwezi kuwa na mahusiano na serikali ya Burundi. Lakini mara na mara wanatuitaga, wanatuambia unaona tunakuwa na matatizo huku, usalama mdogo, tusaidiane. Sasa kama ni kusaidiana kwenye mambo ya usalama mdogo, tusaidiane basi kwa yengine masuala. Hii ni maisha, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na njaa anaweza akapewa rushwa fasilva na kaingiza watu wabaya. Lakini kama tunachukuliana, tunasema hapana, sisi ni majirani, tusaidiane, ile $15 haiwezi kusumbua. Dayer wanapoacha wanatia kwenye $5 wanatoa 15, wataona watu wengi wanaingia kuliko watu ambao wako wanaingia leo, na pesa zitakuwa nyingi kuzidi zile pesa ambazo wako naziingiza leo. Tuzungumzie hali halisi ya maisha sasa. Hakuna kwenda Burundi kuanzia leo. Walio wengi katika wale waendesha magari, wale wa transiter, wale wakaaji leo wako nyumbani. Kiongozi, unahisi kweli hii swala litakuwa limenusuru au litakuwa limeathiri kabisa wale waliotegemea ile bodi? Hapana. Unajua sisi tunatumika na walio wengi. Walio wengi ni wanani? Ni wale watu ambao hawajiwezi. Si kusema hawajiwezi eti hawana pesa, hapana. Ni wale watu, sisi tunasemea watu gani hapa? Tunasemea wale watu ambao ana mtaji wa dola 50, ndo 50. Anapoenda Burundi alipe $5 Kongo, alipe 15 Bujumbura, anabaki na $30. Anapokuja Kongo hata faidika, ule mtaji utakuwa umeisha moja kwa moja. Yule ambaye anakuwa na kale ka mtaji kadogo, tunamruhusu apite, tumufacilite. Sasa ukisema kwamba wale wa driver, watu wa matransit watakuwa wamesumbuka biashara ndogo ndogo, leo wamesikia. Tuliwaambia inapata kuwa sasa Jumatatu. Tuliwaambia kwamba tunawaacha mtafute pesa ambazo mtakula yapata siku 3, 4, 5, 6 ili tufanye ile message kwa rais wa nchi aone namna gani ya kufanya. Najua chakula kipo na Mungu anatunza watu wake pasipo wao kujua, kwa sababu Biblia inasema ndege hawana gala, yani depo, hawana shamba lakini wanakula. Sasa mtu ana akili atashindwa kula namna gani? Corona tulifanya sijui miezi 6. Tulifanya miezi 6 hatuendi Burundi, lakini watu walianza kujiendelesha na wakajipanua kimaisha. Sasa kiongozi, kuna jambo hapa tuzungumzie. Hawa wafanyabiashara ndogo ndogo wanakwenda kufuata nini Burundi? Nini hasa wanatoa Burundi ambayo inasaidia jiji la Uvira hapo ambako wasifanye hiyo biashara ndogo ndogo katika nchi yetu? Hapo unataka nitoboe nikwambie kwamba serikali yetu ni mbovu. Ni mbovu kivipi? Kuna mradi mmoja hii tunaita projet ya Pikagel. Pikagel ilikuja na milioni yapata 300 ya dola. Na ikasema kwamba Kongo itapewa milioni 85 milioni. Na Burundi itapewa 45 milioni, na Rwanda 45 milioni.
wafanye miradi kwenye mipaka ya hizo nchi tatu, ili ile miradi saidie wale watu ambao wanaishi kwenye mipaka, wao wanapata chakula namna gani ya kuishi. Lakini nchi ya Kongo, ile pesa wametupatia milioni 85 iliishia kwenye mifuko ya watu ambao wanatumika serikalini. Na kama unauliza wakongomani wanafuata nini Burundi, nitakwambia tu kwamba wakongomani wanafuata chakula mara nyingi. Wakongomani wanafuata matunzo. Kwetu hapa hatuna hospitali nzuri, unajua. Wanafuata matunzo Burundi, na Burundi nakuwa na matunzo ya bei chini. Watu wanafuata Burundi kutafuta vyuma vya ujenzi. Hapa kwetu hatuna ingine nafasi ambako tunaweza kupata chuma cha kutengeneza mlango, lakini kinakuwa Bujumbura. Ndio maana watu wanaenda Bujumbura. Kama Kongo ingetia hapa inasema hii bonde la Ruzizi tumeanza chakula, tumelima, tumefanya chote, hakuna mtu ataenda Burundi. Kama Kongo ingetusaidia inajenga hapa leo ile ni tunaita siderurgie. Wanatia ile tunaita nini? Maizine ya kutengeneza vyuma, makadena, vitu vingine. Hakuna mtu angeenda Burundi. Kama hapa wangetutulia scanner ambayo inakuwa kwenye bei nzuri sawa sana Burundi, nani angeenda Burundi? Burundi ingebaki Burundi na Kongo ingebaki Kongo. Lakini kwa sababu serikali yetu haiko serikali ya watu ambao wanajua kutegemea maslahi ya raia, wanajitegemeza wenyewe, hiyo ndio tatizo tunakuwa nalo. Lakini najua kwamba tuna imani ya kwamba tutayafikia tu, si leo, lakini inabidi kupigana kabisa, na kupigana si masasi, kiakili na kujua nini kwa kujitetea. Mimi siko tayari kusapoti wale watu ambao wanasema sisi tutageuza nini, lakini najua kwamba hawasomi katiba, kwa sababu mtu ambaye anasoma katiba anajua kwamba katiba imetupatia sisi raia mamlaka yote. Rais leo ni rais kwa sababu tumempatia kura. Wabunge ni wanabunge kwa sababu tumewapa kura. Na kama wao hawapendi kusaidia raia wao, tunasubiri maelection ili watu waambie kama hamkufanya kazi yoyote kwa raia. Hiyo ndio inakuwa shida. Tunapata mwangaza kusema kwamba kwa nini wakaji wengi wa Uvira wanapenda sana kufanya traffic ya Uvira, Burundi, Bujumbura na hapa. Na maana ni kwamba hatuna vitegemeo. Hakuna kabisa. Na maana hata nyanya inatoka Burundi. Leo inatoka kishusha, hii wanaita kiungulira katika lugha asili hapa Uvira. Kiungulira inatoka Burundi. Mtu anategemea aende Burundi. Sasa ana dola 20. Ataenda Burundi alipe kwanza 15, alipe 5 Burundi, haitawezekana. Ndio maana unaona mambo mengi na kuwa ni kila siku Burundi, kila siku Burundi. Lakini kama tungejitegemea wenyewe hapa, tunalima hapa, tunafuga hapa. Kilo ya nyama Bujumbura ni kama pesa 7,000, 6,000 ya Makongo. Kwetu ni 10,000. Unaona? Sasa mtu anapoenda Burundi yeye anaona nenda nitafute nyama ya mweshere Burundi. Hapa kwetu wanatusumbua, wakuu wote wa serikali hawana vision na population ya Kongo. Sasa kiongozi, umesema vizuri kusema kwamba hatuna vitegemezi na serikali hili jambo inalifumbia macho. Tuzungumzie kwa sasa sisi kama mfano wewe. Kwa nini unapofanikiwa mfano kwa maana kufanikiwa kufanya jambo fulani alifanye hapa, mfano kusema kwamba hivi tunategemea mpaka serikali ndio tufanyie mashamba katika pembe ya Ruzizi, tuna watu wana viwanja lakini wanaifanya hapa. Nitakupa tu mfano mmoja tu ambao ni mfano hai. Kuna mtu ambaye alikuwa na pesa zake hapa na yuko hapa leo. Alisema maji yanatoka Burundi tunaiuza, ilikuwa bado kwenye franga 500. Akasema mimi lazima nifanye nguvu yote maji nitengeneze hapa Uvira. Maji rafiki maji safi. Akasema nitaanza kuitengeneza hapa. Alisema maji ya Burundi tulikuwa tunaiuza 500 hapa, lakini ya kwake tunaiuza franga 300. Lakini ushuru ile tunaita matax. Kila mtu analamuka kwake nenda lomba tax. Kila mtu analamuka kwake nenda lomba tax. Aliamua kufunga milango. Na yule leo ambaye anaweza kuwekeza, kwanza kuna usalama mdogo, lakini usalama mdogo hawezi kusumbua. Lakini wakati ataanza kampuni yake, ushuru utakuwa mwingi kuzidi kipato ambacho anakiingiza. Na hiyo inakuwa shida. Yaani ile siasa ile tunaita politiki ya kuencourage entrepreneuria hakuna yenye iko. Wakuu wetu wanaona mifuko yao tu kuliko kuona maslahi ya watu ambao wanakuja kuwekeza nyumbani kwetu. Hiyo ndio inakuwa tatizo tu. Tunashukuru sana kiongozi kuhusu kutupatia mwangaza kwa yale ambayo yanajiri siku ya leo. Labda tukibadilisha mada kidogo katika kupita kama mratibu wa shirika la kiraia, swala la ambayo inaendelea katika Nord Kivu huko. Umesikia kwamba kuna jeshi ambalo litakuja kutoka nchi jirani kuja kusaidia jeshi letu angalau kusitisha swala zima la kuleta amani katika nchi yetu, na nikumbushe kwamba jana kulikuwa maandamano ya kupinga hilo swala katika jiji la Kinshasa. Uvira mmekaa kimya, hamjasema chochote kuhusu yale hali. Uvira hatujaikaa kimya. Lakini acha nianzie huko nikwambie kwamba tuko tunajipanga kukataa hilo jeshi. Naandaa raia
tunajiandaa kukataa hilo jeshi kwa sababu halitakuwa na faida kwetu. Nikwambie kwa nini halitakuwa na faida kwetu. Acha kwanza nikwambie kwamba hapa Kongo, Burundi yuko na jeshi hapa. Ile tunaita Imbonerakure. Mara nyingi tulidenonce nilifanya radio interview na mwe Imbonerakure iko hapa. Burundi iko na Rwanda iko na M23. UPDF na ADF ni watu wa Rwanda, wa Uganda. Sud Sudan iko na wanawaita Imbororo wako huko. Kenya aliwahi kuleta ile tunaita brigade speciale kusaidia MONUSCO. MONUSCO yuko. Tanzania alishawahi kuleta watu wake ambao tunaita na ndio walipiga M23 ile wakati 2013. Sijui nyingine inti gani, Zambia ilishawahi kuingia kwetu, ilishawahi kuingia Lubumbashi. Kwa sababu nayo ilikuwa nasema kwamba kuna mpaka wake ambao Kongo imepeleka mambo hivi. Sisi hatujakataa, lakini ambacho kinatuzuiza kufanya maandamano na kukataa ile swali, tunakuwa na matatizo kwa sababu adui ambao ni Rwanda yuko natumikisha wakongomani wa moja. Nitakwambia namna gani. Huko naamka asubuhi unakuta mtu anatia mtandaoni kwamba kesho tutalamuka, tutafanya kitu fulani, tutaua watu fulani. Wakati anasema vile, nini umeshaandaa maandamano ambayo mtafanya barabarani? Hamtaifanya tena kwa sababu mnaogopa watu wabaya wanaweza wakaingilia ndani, wanaanza kuwaua. Na nena tasamba ni ile shirika la raia au yale maasosiasyon ambayo tunakompose nazo ndio zitakuwa na shida. Lakini kama watu wangeacha kwanza kimya, wabaki kimya, tujiorganize, tufanye maandamano makubwa, hata siku watakuja watu wanasema tunafunga boda hawataingia, na wazi itakuwa swala nzuri. Kinshasa imeanza, na pia tunakuwa na wakuu viongozi hapa ambao hawatukubali kiusalama kufanya maandamano. Umeona namna gani leo wametuma siasa, polisi, wametuma jeshi lije kutusumbua hapa. Lakini tunasema kwamba ile jeshi kwetu hapana, tumekataa kwa sababu wanakuja kutimiliza ile tunaita kugawa nchi yetu ya Kongo. Hatutaki, tunataka wabaki kwao. Serikali ya kwetu Kongo ya Kinshasa, bwana Felix ajue kwamba sisi ni wazalendo. Mimi naweza kushika silaha ningali bado kijana. Hao watu wote ambao naona hapa wazalendo, ambao naona hapa kila mtu anataka kushika silaha. Wakongomani wako tayari. Watu waambie tu Sud Kivu leta watu 2000, tuko tayari. Kwa dakika moja sote tutaonekana, wanatupatia formation ya M1 na tunaingia kwenye barabara. M23 itakuwa na kazi na Rwanda, hata Rwanda tutafika. Lakini serikali inakataa. Nimeona Felix Tshisekedi anasema kwamba yeye anapendelea kwenda na mambo ya siasa na mambo ya diplomasia, lakini hapendi mambo ya vita. Sasa hakuna mambo yatamaliza haya mambo kama si vita. Mtu akija na mtutu ameshaingia upangoni kwako, lazima na wewe uchukue mpanga. Na kama kuchukua mpanga, yani uko unacheza tu. Donc kama Felix anajua kwamba hakuja kutekeleza mambo ya balkanization, apatie raia nguvu, watamaliza haya mambo kwa siku moja au kwa siku mbili tu. Tunakushukuru mratibu kwa siku ya leo, na kupitia wewe nadhani raia wa Uvira dunia nzima itakuwa imeelewa kwa nini jambo limefanyika, tofauti na ile ambalo watu wanakuwa wanafikiria mtaani kwamba wanafanya hili, wanapinga hiki, wanapinga kile. Kwa hiyo tukushukuru kiongozi. Mimi nashukuru zaidi, lakini acha niambie tu watu ambao wanatufuata kwamba watu wengi wanasema societe civile ya Uvira inapenda populisme, wawasikie. Kama wanataka tunyamaze, watuambie, tuache food tunyamaze, kila mtu ana kazi yake anaweza kuifanya. Lakini shida ambayo tunakuwa nayo sisi ambao natuona hapa gisi tunazunguka hapa na hao vijana wote, damu yetu na unapochana hivi ni Kongo ndio inatoka. Sasa hatuwezi kuona nchi yetu inavamiwa tunyamaze. Hatuwezi kuona Kongo inaonewa na nchi kama Burundi, kama Rwanda, afu tunyamaze, hapana. Tungali bado na mahusiano mzuri ya kisiasa na kidiplomasia na Burundi, ndio maana tuko nakumbusha serikali yetu. Watu wasiwaze kwamba tunatafuta kitu chochote. Wameona anasema maelection. Kama ni maelection, watu wameona tumefanya kazi nzuri, wanaweza kutupatia sauti. Na kama wataona hakuna kitu, watatuacha, ndio hivyo tena. Na sasa ni kusema kwamba watu tuko pamoja, tutaendelea kupigana, lakini waache kutusukuma mambo ambayo haitatusaidia chochote. Watu waanze kusema kwamba ndio vile nyinyi mnapenda tu maelection bawachagule. Hakuna mtu anatafuta maelection hapa, lakini tunatetea nchi yetu. Na wale ambao wako nasema vile ndio maadui wa hii nchi, lakini sisi tutaendelea kuitetea mpaka mwisho, hatuwezi kuacha. Kwa wakati huu watu katika hamasa ya kusema kwamba kuna hali ambayo sio nzuri katika nchi yetu, una ujumbe gani special kwa wakaaji wa Uvira? Una ujumbe gani kabisa kuambia kwa wakati huu mgongo ambao wanahisi kwamba kuna hali ya tetesi kwamba hali sio nzuri? Ujumbe ambao niko napatia Wakongomani ni umoja tu. Watu tutekeleze amri ambayo Mungu ametuachia, upendo kati yetu.
Kama tunapendana sisi wenyewe kwa wenyewe tutapenda nchi, na kama tutapenda nchi hatuwezi kuiuzisha. Yule ambaye ataenda nyuma ya adui wa hii nchi atakuta wakongomani ambao wanaungana, wana upendo, hawataweza. Yaani ni kusema wakongomani tupendane. Mtu anakuletea pesa eti ndo vile uachane na hii Kongo, uachana nayo, wewe mwambie hii ndo nchi nimepewa na Mungu, hakuna nchi nyingine. Kama sio hii, yani sina nafasi nyingine ya kuishi. Na kama anakuja vile wote waambie sisi tutamtafuta. Wale wakongomani ambao wanatumika na Rwanda na waadui wengine wanakula pesa ili waangamize wakongomani, watatukuta barabarani. Ndio maana ninaomba upendo. Kama hatuna upendo hatutaweza. Tupendane kwanza, mengine yatafuata baadaye. Na kama ni maandamano tutapoyaita yawe maandamano ya watu wazima, hapana kwenda kubomola vitu vya watu. Kama ile audio ulikuwa unasikia juzi inasema tutabomola mabutike, madepo, hapana. Mkongomani hawezi kusema ile. Huyo alikuwa ni adui. Lakini sisi tunasema kwamba adui mwenye alishakuwa kati yetu tutamjua tu na atarudi kwao. Hiyo ndio ujumbe ninakuwa nayo, lakini mwanzo kabisa ni kupendana, mwanzo kabisa ni kusema hatuna nchi mbili, ni Kongo tu na lazima tuitetee. Kwa wale watazamaji wa AC Company ambao wako muda mrefu hawajakufuata. Na siku nyingi tulikuwa tunapanga mipango ya kuonana na kiongozi wa AC Company, lakini muda ndio hivyo tena, lakini tuko pamoja. Msijali, wakati kuna masuala ya kutuuliza najua mratibu coordinator hapa anakuwa na wakati ya kutuona. Tuko kabisa nyuma ya AC Company kwa sababu inapeleka sauti mbali. Tunakushukuru. Nini mashukuru zaidi, asante.